Tunazungumzia changamoto ambazo wanawake wanakutana nazo. Kuna baadhi ya wanawake huwa wanapata maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa, lakini vile vile baada ya kumaliza kushiriki tendo la ndoa inatoka damu, au mwingine inawezekana anatoka damu mfululizo alafu hana maumivu yoyote. Sasa hii inawezekana ikawa ni hatari, kwa sababu kutokwa na damu wakati wa kushiriki ama kutokwa na damu mfululizo inawezekana ikawa ni hatari, inawezekana kabisa ikawa ni dalili ya saratani ya shingo ya kizazi. Lakini haishii kupata maumivu na kutokwa na damu peke yake, bali inawezekana kuna muda mwingine unamwaga maji. Yaani ukipata mshtuko tu inawezekana vitu vikamwagika pop, kama vile mfuko wa maji umepasuka. Aidha umepata mshtuko au kama umepanda kwenye usafiri imepiga kwenye shimo na maji yanamwagika. Kwa hiyo unapoteza ile amani. Inafika muda mwingine, kwa sababu hilo tatizo linakurudia mara kwa mara, inafika muda mwingine unalazimika kuvaa pedi, japokuwa kwamba hauna hilo tatizo, yani hauna shida yoyote, lakini unajitengenezea tahadhari kutokana na scenario unayopitia ama hali halisi unayopitia. Sasa inawezekana ikawa ni chango, lakini inawezekana ikawa ni shida ya upande wa kwenye upande wa kizazi. Sasa ili kuondokana na hiyo shida, ili usije ukaingia kwenye hatari, maanake tunazungumzia kwamba saratani kwenye kizazi kwa mwanamke inachukua muda mrefu kuingia kwenye hiyo shida. Maanake mwanzoni kuna dalili ndogo ndogo inaweza kawa inajitokeza. Usipozifanyia juhudi za haraka kwa ajili ya tiba, upo uwezekano kuingia kwenye hiyo shida. Sasa tunazungumzia hiyo saratani, inawezekana tunazungumzia ya shingo ya kizazi. Lakini saratani ziko za aina nyingi, lakini za hatari kubwa zaidi ile ya tezi dume, saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya matiti na saratani ya koo. Sasa wewe ambaye inawezekana huna dalili ndogo ndogo kwa upande wa kina mama, aidha unamwaga maji au unatokwa na damu mara kwa mara au unapata maumivu makali wakati wa kushiriki, jitahidi kupata matibabu ya haraka. Kwa wale kina baba ambao inaonekana kabisa kwamba unapata maumivu chini ya korodani, unatokwa na haja ndogo mara kwa mara, ukisikia haja ndogo huwezi kuizuia, unaenda kujisaidia, haja ndogo inakuwa haishi, hiyo nayo ni dalili sio mzuri, inabidi upate matibabu ya haraka. Na kuna wengine wanakula chakula wanajisikia kwenye koo chakula akipiti kinakaba, ukila chakula unazimika kula taratibu mno, hiyo nayo dalili sio mzuri. Na kuna wengine kina mama huwa wanahisi kuna uvimbe kwenye titi, yani tunazungumza kwenye ziwa. Ukilishika ziwa lako unaweza kuona kama kuna mabuja hivi. Inawezekana kawa yanauma ama inawezekana hayaumi. Na kuna muda mwingine unaweza kawa unakamua, unaona kama maziwa yanatoka, ama kama mithili ya damu muda mwingine yanatoka. Sasa hizo zote sio dalili nzuri. Nini nahitaji kukushauri? Hebu tumia aina 5 hii ya mimea yetu, itakusaidia sana. Kitu cha kwanza, chukua alititi. Kitu cha pili, chukua basi jauza. Kitu ya pili, chukua basi jauza. Kitu ya tatu, inabidi tupate asali. Lakini ya 4 tupate alihinji. Alihinji ni moja ya mimea nzuri sana. Kitu ya 5 tupate mbegu za maboga. Hii aina 4 zote natakiwa tuzisage. Yaani zote zinabidi tuzisage. Aidha tutachanganya na asali, utakuwa unatumia vijiko 2 asubuhi na 2 jioni, vijiko vikubwa. Asubuhi 2 na jioni 2. Utafanya hivyo kwa muda wa wiki 6, yaani tunazungumzia mwezi 1.5. Lakini kama kwako asali inakuwa ni shida, unaweza kutumia kijiko kimoja cha chakula ukaweka kwenye maji ya moto kwenye kikombe cha chai, au unaweza kutumia kwenye uji. Hii utatumia kwa kipindi cha wiki 6, ama unaweza kutumia hata miezi 2. Inasaidia sana kwenda kuongeza kiwango kikubwa cha antioxidant kwenye mwili na kuziwia vimbe zozote ambazo zinaweza zikaleta athari kwako. Lakini vile inaenda kuongeza kiwango kikubwa cha immunity, tunazungumzia kinga. Maana yake kwamba mwili wenyewe utaanza kupambana na changamoto zinazojitokeza kwenye mwili wako, aidha kwenye upande wa koo au kwenye upande wa tezi au kwenye upande wa shingo ya kizazi au kwenye upande sehemu nyingine zozote ambazo zinakimbilia kuwa na hatari, yani inakuashiria kuwa na hatari. Hiyo itaenda kupambana nayo, kwa sababu mwili wenyewe utaujengea hali ya kupambana na changamoto kwenye mwili wako. Kwa hiyo ndio kitu ambacho leo niliona nikuletee, au tuweze kuongea au tukumbushane. Inawezekana ikawa na msaada sana kwa wewe ambaye inawezekana leo unahisi mwili wako unaingia kwenye changamoto. Na nikukumbushe kwamba hiyo ni huduma ambayo inawezekana kwako ukaweza ukaitumia, lakini tuna mimea tiba sisi tumeiandaa ambayo ina mchanganyiko mkubwa zaidi na ina uwezo mkubwa kuweza kupambana na changamoto mbalimbali kwenye mwili. Namna ya kuweza kufika kituoni kwetu, tunapatikana Ukonga, maeneo ya Mongola Ndege, na kama una changamoto ambayo unahitaji usaidizi, nipigie
Namba yangu ni 0745 900 600, au wale ambao wako nje, anza na alama ya kujumlisha 255 745 900 600. Na kama unahitaji kufika, unaweza kaingia kwenye Google, kwenye Play Store huko, unaweza kaandika unaweza kuingia kwenye Google Map, andika Mandai Herbal Product, itakuwa address moja kwa moja mpaka ofisini kwangu. Na kama uko Dar es Salaam, panda gari la kuelekea Gongo la Mboto, shuka kituo kipya, waambie watu wa bodaboda, bajaji, nipeleke kwa mtaalamu Mandai, utafikishwa. Napatikana siku zote kuanzia asubuhi mpaka jioni. Nikutakia siku njema, lakini pia nikutakia afya njema. Mimi katika tiba si mwingine, ni mtaalamu Mandai. Bye bye.